Haleluya. Yes, nataka tujifunze neno la Bwana. Fungua pamoja na mimi kutoka katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 6. Nataka tujifunze hatua kwa hatua kutoka mstari wa 10 mpaka ule wa 18, na nataka tujifunze kuhusu silaha za vita vyetu. Mwambie jirani yako, silaha za vita vyetu. Naam, silaha za vita vyetu ziko pale, na kwa msaada wa Bwana amenipa neema ya kuorodhesha. Zipo, of course zimeorodheshwa pale, ila mimi nataka nikufafanulie tu hatua kwa hatua. Ziko silaha 7 pale, na silaha 7 zote ukizishika vizuri, manake tayari umeshika silaha zote za Bwana, na hakuna vita ambayo itakuzuia mbele yako. Haleluya. Fungua pale Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Nitasoma. Biblia inasema hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu pate kuweza kuzishinda, kuzipinga hila za shetani, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Mstari wa 13, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Mwambie jirani yako, twaa silaha zote za Mungu. Mwambie tena, twaa silaha zote za Mungu. Mwambie sio silaha mbili, mwambie silaha zote, mwambie zote kabisa. Yes, asema twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzishinda, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Mstari 14 anasema, basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Haleluya. Kabla hatujaanza, nenda pia Wakorintho wa pili sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 3 mpaka wa 5. Wakorintho wa pili sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 3, Biblia inasema, ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya nini? Kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Haleluya. Sema, ngome za uharibifu zinaanguka leo kwa jina la Yesu. Kwa unayeandika, andika kichwa cha somo, silaha za vita vyetu. Silaha za vita vyetu, silaha za vita vyetu, au silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu, silaha zote za Mungu. Haleluya. So kabla sijaanza kufafanua hizi silaha ambazo wewe kama mtoto wa Mungu, mwana wa Mungu, unatakiwa kuwa nazo, ni vizuri nikakwambia ukweli ya kwamba katika dunia tuliyomo hauwezi ukaishi bila vita. Ni dunia ambayo ina vita. Kwa kila hatua, ili upige hatua kwenye maisha, lazima upigane vita fulani. Haleluya. Kwa tunakaa katika dunia ambayo ina vita, na hii tunaisemaga mara kwa mara. Ni vizuri tukaendelea kukumbushana kwamba tuko kwenye dunia yenye vita. Haleluya. Kwa hiyo ukimsikia mtu anakwambia hakuna vita, ni mtu wa kumshangaa sana, kwa sababu hata hivyo Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 12 kuanzia mstari wa 7 ya kwamba kulikuwa na vita mbinguni. Kwa hiyo vita vilianzia mbinguni. Kwa hiyo mtu akikwambia, unajua mimi ni mtakatifu sana, siwezi kuwa na vita, mwambie vita vilianzia mahali patakatifu kule mbinguni. Duniani hakuwezi kuwa kutakatifu kuliko mbinguni. Haleluya. Kwa tuko dunia yenye vita, ni kwa sababu vita vimeanzia wapi? Mbinguni. Lakini pia ni vizuri kujua vita vyetu sisi, kama anavyosema katika Efeso 6, si vya damu na nyama, si havitokani na mwili, chanzo cha vita, kila vita unayoiona duniani chanzo chake ni rohoni. Ndio maana nikakwambia vita ilianzia mbinguni. Mbinguni sio mwilini, ni rohoni. Kwa vita ya kwanza kuwepo ilianzia wapi? Mbinguni. Haleluya. Haleluya. Sema tena, silaha za vita vyetu. Sema, silaha zote za Mungu. Silaha zote za Mungu. Haleluya.
Kwa hivyo mwalimu asubuhi, mtumishi wa Mungu amefundisha kwa habari ya kusudi la Mungu. Kwa huwezi kutimiza ili kusudi la Mungu kama hujapigana vita. Mungu anaweza akawa amekuumba, ameweka kusudi ndani yako, lakini lile kusudi ambalo Mungu ameweka kwako ili litimie, kusudi la kuumbwa kwako, kuna vita lazima uvipigane. Kwa usipopigana vita, manake wewe utaishi maisha yasiyo ya kusudi. Haleluya! Na ngoja nikufafanulie kitu. Mtumishi wa Mungu amezungumza vizuri sana. Amesema kwamba kusudi la Mungu haliwezi kufa. Wewe uliyepewa kusudi, ukizingua unaweza kuondoka, lakini kusudi la Mungu liko pale pale. Yaani kama Mungu amekuleta hapa GRM kwa ajili ya kusudi lake, lipo kusudi, labda Mungu amekuweka hapa ili uwe provider, anataka kutengeneze uwe milionea, uwe bilionea, ili nyumba ya Mungu isikose mahitaji yake. Wewe ukizingua hapo katikati, Mungu ataacha uondoke, lakini Mungu atamuinua mtu mwingine atakayekava hiyo nafasi yako. Haleluya! Kwa kusudi la Mungu aliwezi kufa. Kwa wewe ukilegealegea unaweza ukaondoka, lakini kusudi la Mungu lazima lisimame. Sema, kusudi la Mungu lazima lisimame. Kwa ili utimize hilo kusudi, lazima upigane vita, lazima ushindane, lazima ujue kumweka shetani kwenye nafasi yako, kwamba shetani, achia kusudi langu, kwamba shetani, achia kusudi la kuumbwa kwangu, niache nimtumikia Mungu kwa jina la Yesu. Lazima ujue kwamba kuna nyakati ili utimize kusudi lako. Kuna nyakati za kufunga na kuomba ukimtafuta Bwana. Kuna nyakati za kuomba ukishindana na mashetani, na Biblia inasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili. Kwa hiyo lazima ujue kuingia rohoni na kuwakamata wakuu wa giza na kuambia na washusha na kuwaweka kwenye nafasi yenu, maana mlishushwa tangu mbinguni. Haleluya! Kwa lazima ujue kama ambavyo vita vya kwanza vilikuwa. Biblia inasema kuna nafasi ambayo shetani alikuwa ameikalia, lakini Biblia inasema Mikaeli na malaika zake wakashindana na yule joka na malaika zake, au Biblia inasema wakatupa chini. Kwa ili umiliki na kutawala ile nafasi ambayo Mungu amekumbia, lazima ujue kumtupa shetani chini. Sema, umetupwa leo kwa jina la Yesu. Sema, shetani uliyetumwa kukaa kwenye nafasi yangu ili kunizuia, leo umetupwa chini kwa jina la Yesu. So najaribu kufafanua, najaribu kukuelezea uelewe kwamba ili ujue, nikianza kukwambia hizi silaha za kutumia, usishangae, ujue kabisa hapa duniani tunavyo vita viko duniani, vita. Kwa uwezo ukafanya chochote cha kimungu duniani kama hujapigana vita. Haleluya, haleluya! Ili umiliki, lazima kuna watu wamekalia na miliki yako, waondoe. Story kuhusu wana wa Israeli kutoka Misri utumwani kwenda kuimiliki nchi ya Israeli ya Kanaani ambayo ndio Israeli leo, inatufundisha mambo mengi ya kiroho na ya kimaisha, kwamba ile nchi ya Kanaani Mungu anawaambia nimewapa ile nchi, lakini haikuwa bila watu, haikuwa tupu, ilikuwa imekaliwa na watu. Kwa kuna vitu ambavyo wewe unavitaka, lazima ujue vipo. Ziko fedha unazitaka, lakini yuko kingwendu kingunge amezishikilia zile fedha. Kuna vitu, kuna kiwanja wewe unakitaka, lakini kuna mtu amekishikilia. Kila kitu unachokitaka kuna mtu anacho. Hakuna kitu ambacho unasema Mungu nipe kiwanja nataka nijenge. Unafikiri kuna kiwanja ambacho hakina mtu? Ndivyo unavyofikiri? Hata kiwanja unachokitaka kuna mtu anacho. Haleluya! Kuna mwingine amekishikilia. Kwa lazima ujue kwamba kumuondoa, kwamba toka kwenye nafasi yangu. Na hivi vita we don't argue, hatushindani kwamba tunashindana kimwili. Hivi vita unaenda rohoni, unaanza kuwasemesha kwamba achia ardhi yangu, unaanza kuwasemesha kwamba achia fedha yangu, unaanza kuwasemesha kwamba achia nafasi yangu, unaanza kuwasemesha katika ulimwengu wa roho. Haleluya! Sio vitu vya mwilini. Haleluya! Ndio sasa anatuambia katika Korinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 na 4, anasema kwa maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za nini? Si za mwili, si za mwili. Kwa hizi silaha tunazoenda kutaja si za mwili. Sio, nikisema upanga sio wa mwili, sio lile panga ambalo unaenda kunoa sijui watu kwenye mashine, sio hilo. Ili panga linanolewa kwa mifungo na maombi. Haleluya, haleluya! Yes, kwa tunashindana rohoni, alafu mwilini unaona matokeo. Anasema ingawa tunaenenda katika mwili, lakini vita vyetu si vya mwili. Yaani anakiri kabisa, ndio tunaenenda kwenye mwili,
tuna miili, tunatembea duniani, kuna mahitaji, tunahitaji ya kimwili, lakini ili tuvipate hivyo vyote, vita vyetu lazima tupigane wapi? Rohoni. Haleluya! Nipungie mkono kama unanielewa. Bado niko naweka msingi, maana kuna watu nataka tuwapromoshe mchana wa leo. Nataka kuna watu tuwashushe mchana wa leo. Kuna watu wamekalia nafasi zako, nataka waondoke mchana wa leo kwa jina la Yesu. Na hivi vita ni vya rohoni, na leo nitakupa silaha zote katika jina la Yesu. Of course silaha zote umeshapewa, but you need to understand how to use them. Haleluya! Silaha zote Yesu alivyokufia msalabani amekupa silaha. Mwambie jirani yako, wewe Yesu amekupea silaha zote. Haleluya! Unahitaji tu kujua namna ya kuzitumia. Unajua ni jambo moja kuwa na silaha, na ni jambo lingine kujua namna ya kufanya nini? Kutumia silaha. Can I surprise you? Ngoja nikushangaze kwamba bunduki ile ambayo ni mashine gani ambayo imejaa na risasi kabisa, kama kuna mtu anayo bunduki lakini ajui kuitumia, hiyo bunduki ni duni kuliko mtu mwenye kisu anayejua kukitumia kisu. Na nielewa vizuri Kwa mtu mwenye kisu anajua kukitumia, ana nguvu kuliko mtu mwenye mashine gani lakini ajui kuitumia. Umenielewa sasa Kwa unaweza ukawa silaha ndio unazo, but do you know how to use those weapons? Haleluya! Haleluya! Ndipo sasa anasema hizi silaha za vita vyetu si za mwili, kwa hamtaki kuzitumia mwilini. Ili uzitumie lazima uende wapi? Rohoni. Kwa lazima ujue uwanja wako wa kupigana vita ni upi. Uwanja wako ni wa rohoni. Haleluya! Shangilie Bwana kama unanielewa. Na sasa tunaenda kuzifafanua silaha hatua kwa hatua kama zilivyofafanuliwa na Apostle Paul, Mtume Paulo katika hiyo Waefeso sura ya 6 kuanzia mstari wa 10. Nataka tuanzie mstari wa 14 mpaka 18. Twende pamoja tuangalie silaha ya kwanza mpaka ya 7. Ziko silaha 7 na ikumbuke kwamba namba 7 ni utimilifu. Kwa ukizichukua hizi silaha 7 manake tayari una silaha zote za Mungu. Yaani silaha zote za Mungu unazozijua ziko pale. Kwa ukiandika vizuri hapa kwa kunielewa, hautakuwa wa kawaida baada ya mahubiri haya. Yes, silaha zote za Mungu, silaha zote za Mungu. Sema silaha zote. Sema zote za Mungu. Sema silaha zote za Mungu. Yes, utaniambia mbona ni 7? Kwani Mungu ana silaha 7? Nimekwambia 7 kwenye ulimwengu wa roho, 7 prophetically, namba 7 ni namba ya utimilifu, ni namba ya ukamilifu. Kwa hiyo zinaweza zikawa nyingi, lakini zote zimefungwa kwenye hizo 7. Kwa hiyo ukizielewa vizuri hizo 7, manake tayari una silaha zote za Mungu. Ukizielewa na kuzitendea kazi, manake tayari una silaha zote za Mungu, na hakuna vita ya kiroho ambayo itakuja mbele yako ikakushinda. Pigie Bwana makofi kama unanielewa. Naam, tuanzie mstari wa 14 sasa, hatua kwa hatua. Mstari wa 14 tusome. Basi tuko pamoja? Are we together? 1 2 3 twende. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dirii ya haki kifuani. Hapo kwanza. Twende hatua kwa hatua. Kalili tumeishia mstari wa ngapi? Wa 14. Kwa hiyo tumebakiza mistari 4. Na nikimaliza kabisa kufafanua hii mistari 4 tutakuwa tumemaliza kabisa na tunaanza kuomba. Amen. Silaha ya kwanza anatuambia ni nini? Basi simameni hali mmefunga kweli viunoni. Kwa hiyo silaha ya kwanza inaitwa kweli viunoni. Haleluya. Sema kweli viunoni. Haleluya. Haleluya. Of course Mtume Paulo alikuwa, wakati anafafanua haya mambo, Mtume Paulo alikuwa na elimu ya jeshini, alikuwa na elimu ya kijeshi. Sasa kwenye majeshi ya Warumi kuna mavazi yao ambayo walikuwa wanavaa. Yale mavazi kwa ujumla yanaonyesha silaha zote ambazo walikuwa wanazitumia ili kushinda vita. Hasa moja ya silaha yao ilikuwa ni mkanda. Walikuwa wanavaa mkanda mpana mkubwa, na ule mkanda kazi yake ilikuwa ni kushikilia baadhi ya silaha. Kwa mfano, nani amewahi kuona Masai amebeba, anatembea na sime? Umewahi kuona Masai anatembea na sime? Huwa hajaishikilia mkononi, si ndio? Huwa kuna mkanda huko hapa amefunga, alafu ile sime imefungwa pale, imechomekwa pale, si ndio? Lakini pia kwa watu ambao sasa hapa nafikiri nyie hakuna mwenye mamlaka ya kumiliki silaha, lakini wale wanaomiliki bastola pia huwa unakuta wakati mwingine hapa pembeni kwenye mkanda ameichomeka pale. Unanielewa vizuri Kwa hiyo kazi ya ule mkanda ni kushikilia silaha. Mwambie mkanda hauko bahati mbaya.
Mwambie jirani yako, mkanda hauko bahati mbaya, mkanda unashikilia silaha. Haleluya! Kwa anaposema mmefungwa kweli viunoni, hiyo kweli inafananishwa na mkanda wa mwanajeshi vitani. Ukimwona mwanajeshi amefunga mikanda, na mikanda ya wanajeshi iko tofauti, huwa sio miembamba kama hii mikanda mingine, huwa ni mikanda fulani nini, mapana, yana kazi yake yale. Usikiri analivaa bahati mbaya. Lile mkanda unaloliona amelivaa huwa linashikilia baadhi ya silaha. Kuna baadhi ya silaha ambazo wewe huwezi kuziona kwa macho, ila zimefungwa pale kwenye mkanda. Lakini pia ule mkanda unafanya kazi nyingine ya kushikilia nguo zisidondoke wakati wa vita. Unanielewa vizuri eh? Sasa hiyo mkanda Paulo anafananisha na kweli. Kama wanajeshi wanavyofunga mikanda viunoni, Paulo anasema mfungwe kweli viunoni. Maanake hiyo kweli inafananishwa na mkanda katika mavazi ya kijeshi, kwamba ile kweli maanake ni nini? Of course anaposema mmefungwa kweli viunoni, anamaanisha maisha ya uaminifu na maisha ya utakatifu kwa Mungu. Kwa unapoishi maisha ya uaminifu na utakatifu, maanake unafananishwa na mtu aliyefunga mkanda wa kivita. Manake unapoishi maisha machafu, maisha yasiyomtukuza Mungu, maisha ya kumwacha Mungu, maisha ya uasi, maisha ya uchafu, manake wewe unaweza ukashika silaha zingine zote. Yaani kama una hiyo silaha, manake tayari umefeli. Ndio maana unashangaa sasa, unaniambia mbona nimejitahidi, fungu la 10 natoa, sadaka natoa. Huwezi ukamuunga Mungu kwa vitu hivyo kama maisha yako jaamua kuyafanya yawe masafi. Haleluya! Unasema naimba, neno la Mungu ninalo, neno la Mungu unalo, lakini mbona sasa maisha yako sio masafi? Kwa sababu hata hivyo, hata kinacholeta usafi wa maisha ni kushika vizuri neno la Mungu. Yesu anasema katika Yohana 17:17, anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndio nini? Ndio kweli. Kwa ukilishika neno la Mungu ambayo ndio kweli ya Mungu, manake tayari maisha yako yatakuwa nini? Masafi. Ukiona maisha yako ni machafu, hata kama una maandiko kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, wewe bado hujalijua neno la Mungu. Kwa sababu neno la Mungu sio tu maandiko. Neno la Mungu ni vile unavyoweza kuyatafsiri na kuyaishi maandiko. Unanielewa vizuri? Muulize jirani yako, umeelewa? Muulize amekuelewa hayo? Haleluya! Kwa anaposema amefungwa kweli viunoni, manake jitahidi kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Live holy life, holy unto God. Mtakatifu, manake utakatifu ni kujitenga au kuwekwa wakfu kwa ajili ya Mungu. Kwamba dunia ina vitu vingi, lakini mimi nimechagua kumtumikia nani? Mungu. Nimechagua kujitenga na uchafu wa dunia hii. Nimechagua kuishi maisha nini? Masafi. Ndio maana Biblia inasema katika Ufunuo sura ya 22:11, anasema wachafu wazidi kufanya uchafu wao, waongo wazidi kuwa waongo, lakini anasema na watakatifu wazidi kufanya nini? Kutakaswa. Ishi maisha ya utakatifu. Na utakatifu na usema simaanisha uishi duniani. Najua dunia ina mambo mengi, lakini ishi maisha ya kukaa unajistukia na kuishi kwenye neno la Mungu. Ukiona kuna mahali ambapo umeharibu huko sawa, kimbia haraka kwa Mungu, mwambie Bwana, nimekosea nitakase, nimekosea nisafishe. Ndio maana anasema na mtakatifu azidi kufanya nini? Kutakaswa. Haleluya! Maana anaposema maisha ya utakatifu, hauishi maisha ya jana. Utakatifu una kawaida ya kujiactivate kila siku. Utakatifu unataka kila siku kunapokucha urenew. Utakatifu unahitaji kujicheki kila wakati. Dunia ina mambo mazonge mengi. Unaweza kuwa hata hapa kuna mtu unaona yuko hapa kimwili, lakini rohoni alishahama, yuko mbali. Kwa utakatifu unahitaji kukaa unajicheki. Haleluya! Na ukizingatia hizi nyakati tulizonazo ni za mwisho. Yesu anakaribia kurudi kulichukua kanisa. Je, utaqualify kuingia katika ufalme wa Mungu? Haleluya! Haleluya! Naenda kuombea katika jina la Yesu. Wewe uliye hapa utabaki kwa jina la Yesu. Wewe uliyeko mahali hapa utabaki nyuma kwa jina la Yesu. Maisha ya utakatifu. Kwa maisha ya utakatifu ni maisha ya mwendelezo, ya kila mara. Huwezi ukajivunia utakatifu ulioishi jana. Jana imebaki story, haipo tena. Haleluya! Jana imebaki, leo yako ndio inayomata, kwa sababu jana imepita, leo ndio unayoishi, na kesho bado iko tumboni, haijazaliwa. You are living today. Kwa hiyo check your today, not your yesterday or your tomorrow. Your tomorrow has not yet come. You are in today. Kesho yako bado haijafika huko leo. Iangalie leo. Mambo ya kusema nitatubu kesho, nitatengeneza kesho, achana nayo, angalia leo. Yesu anaweza kurudi leo. Will you qualify to enter the heaven? Hivyo ulivyojicheki.
Yesu akija sasa hivi anasema anataka kulinyakua kanisa lake. Je, utakuwa na vigezo vya kuingia kwenye huo ufalme wa Mungu? Haleluya, haleluya. Yes, lazima nikwambie ukweli. Hiki ni kizazi hiki tulicho nacho, wanahitajika watu hata kama ni wachache, ila wa kuambia watu ukweli kwamba tunaishi hapa duniani, lakini kuna kusudi, na ile kusudi utakavyolitimiza ndilo litakufanya uingie kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Biblia inasema, angalia kwa mfano, ukisoma Yeremia sura ya 1, Biblia inasema Mungu anamwambia Yeremia kabisa, kabla hujazaliwa nalifanya nini? Nalikujua. Lakini Mungu huyo anayemwambia Yeremia, hata tumboni mwa mama yako nalikujua, anawaambia, Yesu anawatolea mfano, anawaambia kwamba kuna watu watakuja kwangu akisema, Bwana, Bwana, tulitoa pepo, tuliponya wagonjwa, tulifanya nini kwa jina lako? Alafu Yesu atawaambia nini? Siwajui. Anasema sikuwajua kamwe. Anasema ondokeni kwangu ninyi mtendao dhambi, sikuwajua. Kwa kujulikana na Mungu, Mungu anaweza akawa alikujua, manake alikujua kwa ajili ya kusudi fulani, lakini umefika duniani, Mungu akikuangalia umediverge. Manake Mungu akikuangalia, yule niliyemtuma kwa kusudi, mbona sio huyu? Yaani ufanani kabisa na vile ambavyo alikutuma. Leo rudi kwa jina la Yesu. Sema narudi kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu. Sema tena narudi kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu. Katika Ufunuo anasema ukumbuke upendo wako wa kwanza. Upendo wako wa kwanza. Na kujua kabisa kuna watu hapa, wakati tunaanza chini ya mti, tulianza chini ya mti. Chini ya mti alikuwa anawahi kabisa, yani ibada haijaanza yupo. Haleluya. Sasa hivi anza kujicheki. Are you still on your position? Bado uko kwenye nafasi yako. Sema leo narudi. Sema tena narudi kwenye nafasi yangu kwa jina la Yesu. Maisha ya utakatifu. Haleluya. Kwa lazima uishi maisha ya nini? Matakatifu. Hiyo ndio kweli viunoni. Kwa silaha ya kwanza ni nini? Kweli viunoni, ambayo nimekwambia ni maisha masafi, yasiyo na longolongo, yasiyo na uongo. Haleluya. Lakini jambo la pili, hapo mstari wa 4 ni nini? Dirii ya haki. Sema tena dirii ya haki kifuani. Haleluya. Kwa silaha ya pili inaitwa dirii ya haki kifuani. Dirii ya haki wapi? Kifuani. Dirii ya haki kifuani. Kazi ya dirii ya haki kifuani, nimekwambia yale mavazi ya jeshi yalikuwa na kitu kifuani kinaitwa dirii au breastplate. Ni kitu kama kisahani au kitu kigumu walikuwa wanakiweka kifuani, yani kimetengenezewa kwenye mavazi, ila kinakaa hapa kifuani, na kazi ya kile kitu ilikuwa kwa ajili ya kulinda moyo na vitu ambavyo viko kifuani visiguswe na silaha. In case mtu ametupa mshale au amepiga risasi, ikifika kifuani inadunda. Unanielewa eh? Na kwa hiyo kazi yake ilikuwa ni kulinda nini? Moyo, ili usiguswe na risasi. Haleluya, haleluya, haleluya. Sasa hii dirii ndio inafanishwa na haki. Ndio maana nasema dirii ya haki. Manake mvae dirii ya haki. Kwa Biblia ya Kiingereza anasema the breastplate of righteousness. Kwamba kama askari wanavyovaa vile yale mavazi yenye kitu hapa kifuani. Nafikiri hata askari wa saizi kuna vitu wanavaa pia hapa kifuani. Lengo lake wanalinda moyo. Kwamba wakati mwingine ni afadhali upige hata nini? Mguu unaweza ukaumia, lakini moyo ukiumia ni hatari. Kwa hata kwenye mwili wako vitu ambavyo unavilinda vina thamani tofauti. Biblia inasema, ukisoma Mithali sura ya 4 mstari wa 23, anasema linda sana moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Mithali 4:23. Kwa unapolinda moyo, manake unalinda chanzo cha uzima. Chanzo cha kwanza cha uzima wa mwili ni moyo. Moyo ukiguswa, ndio maana ukisikia mtu anakwambia nina maumivu ya moyo, au moyo sijui moyo una shida gani, manake huyo mtu ni mauti inamtafuta hiyo. Unanielewa vizuri eh? Kwa kuna kitu maalum alikuwa anakiweka hapa kifuani kulinda moyo, kinaitwa dirii. Sasa Paulo anasema na nyie mvae dirii ya haki. Dirii ya haki manake nini? Muwe na consciousness, muwe na ufahamu kwamba nyie mna haki katika lakini mjua kabisa Yesu alikuja kutufia msalabani na sisi akatufanya kuwa haki yake. Kwa hiyo ukijua hiyo tu, kujua kuwa na ufahamu kwamba mimi ni mwenye haki wa Mungu, tayari umevaa dirii ya haki. Haleluya, haleluya. Kwa
lazima ujue wewe ni mwenye haki mbele za Mungu. Maisha unayoishi lazima ujue wewe ni mwenye haki. Hata ikitokea kuna jambo umeteleza, lazima ujue mimi ni mwenye haki. Rudi kwa Bwana, mwambie Bwana, mwenye haki wako umesema mwenye haki wako hataishi kwa imani. Haleluya. Didi ya haki. Ni wangapi wananielewa? Ni wangapi wananielewa? Thank you. Tupige hatua. Mstari unaofuata ni mstari wa ngapi? Wa 15. Anasemaje? Na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya nini? Rudia tena. Na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya nini? Rudia tena. Na kufungiwa miguu tayari tupatayo kwa injili ya amani. Haleluya. Haleluya. Hiyo ni silaha ya tatu. Anasema kufungiwa miguu utayari tupatao, huo utayari tunaupata kwa injili ya amani. Kwa manake silaha nyingine ambayo itakufanya kushinda, silaha nyingine ambayo itakufanya ushaini na kuliishi kusudi lako duniani ni kufungiwa miguu ya utayari wa injili. Manake lazima miguu yako iwe tayari kuhubiri injili. Sasa jiulize wewe kwenye maisha yako, tangu Januari mpaka leo mwezi wa 6 tupo, ni wangapi ambao umewahubiria, umewaambia habari za Yesu? Umwambia jamani, njoo kwa Bwana na okoa. Ni wangapi? Haleluya. Mwambie jirani yako, na kuhubiri injili ni silaha. Mwambie, mbona mwambie vizuri, na kuhubiri injili ni silaha. Kwenye ulimwengu wa roho kuna namna Mungu anakulinda kwa sababu wewe ni chombo chake ambacho kinatangaza habari zake. Biblia inasema katika Danieli sura ya 12 ukisoma mstari wa 3, Danieli 12 nenda pale. Mstari wa 3 Biblia anasema na hawa waongozao wengi kutenda mema watang'aa. Haleluya. Kwa maana yake unapohubiri watu, unapoambia watu njoo kwa Yesu, unapoambia watu Yesu, unapelekea habari njema, maana yake wewe tayari umevaa, ni silaha na lazima uwe tayari. Haleluya. Haleluya. Sasa huu tayari wa kuhubiri injili unafananishwa na viatu. Ndio maana nasema na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Unafananishwa na viatu. Wale wanajeshi wa Kirumi ambao Paulo alikuwa anawatolea mfano, walikuwa na viatu maalum, viatu ambavyo vilikuwa na meno chini. Kama ni wangapi wanajua vile viatu vya wachezaji wa mpira huwa vina meno chini, si ndio? Unajua yale meno hayajawekwa bahati mbaya, wala yale meno hayajawekwa ili kukanyaga watu kama wengine wanavyozani. Sasa nakumbuka mimi kipindi kile kabla sijaokoka, mimi nilikuwa napenda mpira sana. Yaani usinione hivi, mimi nimewahi kucheza mpira kabisa. Lakini sasa hizi sijui kitu kuhusu mpira kwa kweli. Lakini nilikuwa nacheza nikiwa mdogo. Sasa tulikuwa tunanunua viatu vinaitwa Puma. Ni wangapi wanavikumbuka vile viatu? Tulikuwa tunacheza mpira. Vinaitwa Puma, sijui vingine Adidas, lakini vina meno huku chini. Sasa tulikuwa tunafikiri labda yale meno ni kwa ajili ya kumkanyaga mtu. Ukiona amekuzongazonga sana unakanyaga ili aanguke uendelee na mpira, au abaki anajitetea nimeumia, uendelee kucheza zako mpira. Lakini vile yale meno kazi yake ni kwa ajili ya kukita usitereze, kwamba wakati unakimbia meno yanavyonanii chini yanakusababisha usitereze, hata kama kuna uterezi. Unanielewa vizuri Kwa hata askari walikuwa na viatu vyenye meno ya namna hiyo, kwamba wako tayari kwa ajili ya vita, lazima wavae vile viatu, kwamba kwenye uwanja wa vita panaweza pakamwagika madamu mengi, pakawa na maji, pakawa na utelezi. Kwa kama ana vile viatu vinamsaidia kukimbia bila kuteleza. Unanielewa Sasa hivyo viatu vinafananishwa na kuhubiri injili. Kadri unavyohubiri injili kwa watu, ndivyo ambavyo unakuwa na ulinzi maalum. Haleluya, haleluya. Sema tangu sasa nitahubiri injili, nitawaambia watu habari za Yesu, na Jumapili ijayo nitakuja na mtu. Simejiapisha mwenyewe. Haleluya, simejiapisha mwenyewe. Ndio sasa tutaona waongo, bali waongo wote na waoga na waabuduo sanamu na wanini na wachawi. Yaani mwongo amefanishwa na mchawi, eti wote wameweka kwenye kategori moja. Haleluya. Is God unfair? Eti Mungu ni wa haki au sio wa haki? Kwani mwongo na mchawi wanafanana mtu mwongo naye ni hatari. Mwongo anaweza akasingizia mtu akafungwa au akauawa. Sasa ana tofauti gani na mtu aliyeroga mtu akafa? Si wote wako sawa tu, wameua.
Mwambie jirani yako usiue. Haleluya, haleluya. Yes, utayari. Miguu yako iwe na utayari tupatao kwa kuhubiri Injili. Mungu akupe neema na akupe ujasiri wa kuhubiri Injili yake. Haleluya. Lakini ili uhubiri Injili lazima uwe na utayari, uwe tayari. Mtumishi wa Bwana amefundisha asubuhi kwamba Mungu anaangalia utayari wa mtu. Kuna vitu Mungu anatamani akupe, but are you ready? Uko tayari? Mwingine anasema mimi nitahubiri Injili nikipata speaker nzuri na mic. Hata mimi nimewahi kusema kama wewe kwa kweli. Lakini ukiona mtu wa namna hiyo ujue sio mhubiri. Unataka kujua wahubiri wa Injili? Kuna mtu kabisa anapanda gari. Unashangaa kwenye gari wote mnasafiri, lakini yeye anaamua kuitumia safari kuanza kuhubiri. Anaambia watu, sikiliza. Wote mpo kwenye gari. Wote mnaelekea Morogoro, lakini yeye anaanza kuambia unajua dunia imefika mwisho. Yesu anakaribia kurudi. Tukija kufika Morogoro kuna watu tayari wametengeneza mioyo yao kumrudia Bwana. Unanielewa Unanielewa vizuri? Sasa mtu kama fursa tu ya kwenye gari anaona hapa nisipoteze muda. Sembuse majirani zake, unafikiri hajawaambia habari za Yesu huyo? Haleluya. Haleluya. Wewe sasa unaviogopa. Lakini unaogopa atakufanya nini? Yaani okay, anza taratibu. Unajua anza tu taratibu. Ukikutana naye mwambie unajua Yesu anakupenda. Yaani ukianza tu hivyo baadaye siku nyingine unakuwa na ujasiri. Leo umemwambia Yesu anakupenda, kesho unamwambia sasa uokoke. Haleluya. Haleluya. Yes, unamwambia usipookoka jehanamu ya moto ipo. Na Biblia inasema hivi. Biblia inasema ole wako wewe ambaye nimekutuma mwambie mtu mbaya habari za ubaya wake alafu hujamwambia. Anasema roho yake kiangamia mtu huyo. Anasema roho yake Mungu ataitaka kwako. Maana yake ni kama umemwaga damu hujamwambia. Lakini ukimwambia akagairi, kwani kuna ubaya gani? Akikataa mwenyewe, maana yake damu yake inakuwa juu yake mwenyewe. Umenielewa Wewe mwambie tu, akikuelewa umempata, unamtukuza Bwana. Na wewe unaanza kuhesabu kwamba na mimi nina matunda. Haleluya. Unaanza kuhesabu kabisa kwamba kwa kati ya watu watakaovikwa taji na mimi nimo. Hakuna, Biblia inasema mwisho wa siku hakuna taji ambayo itakuwa na utukufu kama taji ya mtu ambaye amevuta nafsi za watu kumjua Mungu. Amevuta watu kumwelekea Mungu. Amesababisha watu waache sigara, waache uzinzi, waache ulevi, wamjue Mungu. Na taji ya huyo mtu ni kubwa mno. Unanielewa Unanielewa? Na taji zinatofautiana, lakini taji ya kuvuta nafsi ya mtu mmoja kumjua Mungu ni kubwa sana. Haleluya. Kwa hiyo we are called for work. Tumeitwa kwa ajili ya kazi. Na kazi ni silaha. Kazi itakufanya ulindwe. Ndio maana Biblia inasema katika Isaya sura 54 mstari wa 17 anasema kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu nitahukumu kwa nini? Utahukumu kwa mkosa. Anasema hii ndiyo haki. Hii ndiyo haki ya watumishi wa nani? Wa Bwana. Anasema hii ndiyo haki ya watumishi wangu mimi, asema Bwana. Kwa maana yake utalindwa dhidi ya silaha hata za adui kwa sababu unaifanya kazi ya nani? Ya Mungu. Na moja ya kazi ya Mungu kubwa, kazi ya Mungu kubwa sana ambayo imekuleta hapa duniani ni wewe ulete watu kwa Yesu. Yaani wewe vyovyote vile unavyofanya, lakini hakikisha uondoki hapa bila watu kumjua Mungu kupitia wewe. Yaani hilo ndio kusudi kubwa, usikudanganye mtu. Yanaweza yakawepo makusudi mengine mengi madogo, lakini Mungu amekuumba ili watu waone utukufu wa Mungu kwa maisha yako, wamgeukie Mungu. Umenielewa Ndio maana that is the great commission. Ukisoma Marko sura 16, Yesu wakati anataka kuondoka alisema enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, atakayeamini atafanya nini? Ataokoka, asiamini atafanya nini? Atahukumiwa. Kwa wewe waambie akiamini umefanya nini? Umempata, umeokoa mtu. Lakini asipoamini sio shauri lako, wewe umeshasema. Amen. Na sio kuhubiri tu, unaomba, unamwombea. Mwambie Bwana yule mtu ambaye nimemwambia habari zako, au kabla ya kwenda unasema nikienda kumwambia habari zako anielewe. Haleluya. Unavaa utiisho, kisha vaa utiisho wakati unaongea pale, hakuoni wewe tena, anamuona Mungu wako. Ni wangapi wananielewa? Ni wangapi wanasema unatupotezea muda, you talk too much? Ni wangapi? Unavyoviongea vina make sense, si ndio? Vinaeleweka, si ndio mtu wa Mungu Hubiri Injili kwa watu wa Mungu. Silaha nyingine inayofuata inaitwaje?
Ni mstari wa ngapi? Ngao ya imani. Mstari 16, 1, 2, 3, twende. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Rudia tena. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya nini? Ya imani, ambayo kwayo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Sema kwa jina la Yesu, leo natwaa ngao ya imani kwa jina la Yesu. Sema tena, leo natwaa ngao ya imani kwa jina la Yesu. Sema tena, leo natwaa ngao ya imani kwa jina la Yesu. Ni silaha ya ngapi hiyo mtumishi? Ya 4. Kwa silaha ya 4 inaitwa ngao ya imani. Imani, the shield of faith. Ngao ya imani. Kwa imani kwenye ulimwengu wa roho inafananishwa na ngao. Ni wangapi wanajua ngao? Ngao. Ni wangapi wanajua ngao? Yes. Ni wangapi wanataka niwaelezee kuhusu ngao? Ngao. Yes. Sasa kuna mtu yuko neutral, ajui na maelezo hataki. Haleluya. Au ana roho ya ujuaji. Sema na kataro ya ujuaji. Unajua kuna tofauti kati ya kujua na ujuaji. Mjuaji wazungu wanamuita machino. Yaani yeye anajifanya anajua lakini hapa nini? Ajui. Sasa Biblia mtu wa namna hiyo inamuita mpumbavu. Sema nakataa roho ya ujuaji kwa jina la Yesu. Yes, sasa ngao, yes, nimeona wachache wanajua lakini kwa ajili ya faida ya wengi sasa anasema mkitwaa ngao ya imani, zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani. Ndio maana unaona anasema zaidi ya yote. Hiki ni kitu kikubwa sana, ngao ya imani. Imani imecontain vitu vingi. Sasa ngao ni nini? Ngao kwa Kiingereza inaitwa shield. Ngao ni kitu ambacho kinakuwa kigumu, kana kwamba silaha zikitoka nje haziwezi kupenya kile kitu. Na mara nyingi sasa askari wakiwa vitani huwa wanakishika mkononi. Mwahi kuona hata polisi wakati mwingine wanatembea wameshika kitu hivi kinawakinga mbele, kinaitwa ngao, kinaitwa ngao. Lakini kwa wale wa zamani kidogo, zamani palikuwa unaona watu wakienda kuwinda polini au wanatafuta vitu vibaya au wanashindana, wanapigana, jamii zilikuwa zinapigana zamani. Unakuta labda Wakuria na Wazanaki wanapigana, au Wabena na Wahehe wanashindana vitani. Wakiwa wanapigana walikuwa wanabeba mikuki mikononi, mkono mmoja amebeba silaha, mkono mwingine amebeba ngao. Kwa maana yake silaha ni kwa ajili ya kushambulia, lakini ngao ni kwa ajili ya kukinga na kujikinga na nini? Mashambulizi. Kwa maana yake kuna mashambulizi yanatoka nje, lazima ujikinge. Kitakachokusaidia ni nini? Ni ngao. Yakidunda pale kwenye ngao yanadondoka chini bila kukufikia. Unanielewa Lakini kama una ngao unaweza kuwa na silaha, ile silaha zao wakituma zinakufikia kirahisi kwa sababu haukuwa na nini? Na ngao. Sasa Paulo hiyo ngao anaifanisha na imani, kwamba pamoja na silaha zote mlizonazo lazima uhakikishe una ngao pia kwa ajili ya kulinda silaha zinazotoka nje zisikufikie. Maana yake wakirusha mkuki unakinga ngao, silaha inapiga kwenye ngao, inadondoka au inarudi. Na nielewa Wakituma mshale unadunda kwenye ngao, down, unarudi au unadondoka chini, unakuwa butu kabisa kwa sababu umegusa kitu kigumu. Na zamani mara nyingi kwenye hizi jamii zetu ngao walikuwa wanatengeneza kwa ngozi za vitu vigumu. Labda sijui niseme ngozi ya nini, ya mamba labda. Ngozi ngumu. Lakini hao wenzetu sasa waliojua teknolojia zamani, ngao zao zilikuwa wanatengeneza kwa shaba au chuma kigumu. Maanake inakuwa ni ngumu, kana kwamba vitu vinavyotoka nje haviwezi kuingia pale, vikidunda tu kwenye ngao vinaishia pale. Haleluya. Sasa Biblia inasema moja ya kitu cha kuwa nacho ni ngao, na hiyo ngao anasema ni imani. Kwa lazima uwe na imani katika Yesu, uwe na imani katika Mungu ili uweze kuzuia mishale na mashambulizi ya shetani. Maana yake kwenye dunia tunayoishi iko mishale, anasema tena, anatuambia muweze kuizima mishale yote yenye moto. Maana yake anatuambia shetani ana nini? Ana mishale yenye moto. Asikudanganye mtu, shetani anazo silaha.
Ni vile tu silaha tulizo nazo zina nguvu kuliko zake, lakini kwa mtu ambaye hana silaha, shetani anamknock out mapema kabisa, kwa sababu tumeambiwa ana mishale yenye moto. Sio mishale tu, yenye moto. Unanielewa eh? Unanielewa vizuri? Biblia inasema katika Zaburi sura ya 91 mstari wa 5. Hebu twende Zaburi ya 91 mstari wa 5. Anasema hautaogopa ramaso taya. Zaburi sura ya 91 mstari wa 5 anasema hivi, hutaogopa hofu ya usiku wala mshale urukao mchana. Anasema hutaogopa hofu ya usiku wala mshale urukao mchana. Kwa shetani kabisa ana mishale, na hiyo mishale inarushwa usiku na mchana, usiku na mchana. So that's why unatakiwa uwe na imani kila wakati. Usiku unamwamini Bwana, mchana unamwamini Bwana. Usiku una silaha zako, mchana kila wakati una silaha. Haleluya! Na Biblia inasema hiyo ngao ya kuzuia silaha ni imani. Na imani, Biblia inasema katika Warumi sura ya 10, anasema imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Ili uwe na imani lazima neno la Bwana liwe ndani yako. Haleluya! The word of God. Of course ni silaha nyingine ambayo tunaiendea. Lazima uwe na imani. Lazima uwe na imani. Hakikisha hakuna kitu kinachoyumbisha imani yako. Mwanzo wa kushindwa kwako ni pale ambapo unapoteza imani yako. Don't lose your faith. Don't lose your faith in the Lord. Mwambie jirani yako usipoteze imani yako kwa Bwana. Mwambie muamini Bwana. Achana na maisha ya mashaka. Ndio maana Yesu wakati mwingine anaenda kuwaponya watu, alikuwa akimaliza kuwaponya anamwambia imani yako imekuponya. Maana yake kilichokuponya wewe ni kuamini. Wengine alikuwa anaenda yanashindikana. Mwambie jirani yako hata Yesu amewahi kushindwa kuponya watu. Kabisa. Anasema ni kwa sababu watu hawakuwa na nini? Na imani. Kutokuamini. Kwa ngao, imani ni ngao. Imani ni nini? Waebrania sura 11 mstari wa 1. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Wamekwambia ndio salini, wamekwambia kwamba huwezi kuzaa. Wewe unajitamkia, unasema Mungu amenipa tumbo la uzazi, nitazaa kwa jina la Yesu, na unaamini kwamba nitazaa, kwa sababu wanaokuambia sio waliokupa hilo tumbo. In fact wamekujua saizi, lakini yuko aliyekujua hata kabla hujazaliwa. Unakubali vipi mtu ambaye umemkuta tu hospitalini for the first time anakuambia huwezi kuzaa? Who are you? Wewe ni nani unaniambia siwezi kuzaa? Mwenye imani hapo anaambiwa kabisa hawezi kuzaa, anaenda anamwambia namwamini Bwana nitazaa. Tena anajipangia kabisa. Anasema nitazaa mtoto wa kike, nitazaa mtoto wa kiume. Anaenda ananunua na nguo kabisa. You know it by faith. Imani. Kwa bila kuwa na imani kuna mambo ambayo hautayapata. Lakini kuna vita vitakunock out. Biblia inasema Ibrania 11 mstari wa 6, anasema pasipo imani haiwezekani kufanya nini? Kumpendeza, maana kila mwendeaye lazima amini kwamba yeye yupo, naye huwapa thawabu wamtafutao. Lazima uamini. Hata kuja kanisani kama huna imani unapoteza muda, bora ubaki nyumbani. Lakini wewe ni afadhali, kwa sababu unapokuja kanisani walau unalisikia neno la Mungu. Na Biblia inasema imani chanzo chake ni kusikia. Kwa kadiri unavyosikia imani inaanza kujengeka, inaanza kuumbika ndani yako, inaanza kukwambia you need to live by faith and not by sight. Unahitaji kuishi kwa imani na sio kwa kuona. Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisitasita sina furaha naye. Kwa kuishi bila imani maana yake ni kumkasirisha Mungu. Maisha ya imani ni maisha yanayompendeza Mungu. Kwa kutokuwa na imani ni dhambi kama dhambi zingine. Mwambie jirani yako nahitaji kuongeza imani. Mwambie ongeza viwango vya imani. Imani yako katika Bwana lazima ikue na kuongezeka siku kwa siku. Haleluya. Haleluya. Ninasema kwa imani Mungu aliumba kila kitu, hata vinavyoonekana. Vikufanywa kwa vitu visivyo nini? Alikufanya kwa vitu vinavyoonekana bali visivyoonekana. Believe, have faith in him. Muamini kwamba hii hali ninayopitia hii kesho haitakuwa hivi. Ndivyo wenye imani wanavyokaa. Haleluya. Wanaona vita vinaendelea, anakaa chini, anaanza kujitamkia, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko aliye katika dunia. Aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yeye aliye dunia. Walio upande wangu ni wengi. Vita vijapopigana, hata hapo moyo wangu hautaogopa. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo
wanaolitafuta nikaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Naona vita vimekuzunguka, unasema aliye ndani yangu ni mkuu, aliye ndani yangu ni mkuu. Yesu, naona waliokuzunguka ni kama wana nguvu kuliko wewe, unasema aliye ndani yangu anawazidi wao, aliye ndani yangu ni mkuu kuliko wao. Haleluya! That is faith. That is faith. That is faith. Haleluya! Tell your neighbor, mwambie jirani yako, mwambie jirani, unahitaji kuongeza imani. Mwambie ongeza kiwango chako cha imani katika Bwana. Haleluya! Kuna vitu vitafanyika, lakini lazima uwe na imani. Uwe na imani. Tunaelekea kuomba. Ni silaha ngapi hiyo? Silaha ya 5. Silaha ya 5 anaitaje? Chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu. Sema chapeo ya wokovu. Chapeo ya wokovu. Kwa Biblia ya Kiingereza nasema the helmet of salvation. Chapeo ya wokovu kichwani. Manake chapeo kwa lugha nyingine ni helmet. Ni wangapi wanajua helmet? Hata zile za pikipiki za waendesha bodaboda. Sasa vitani pia kuna helmeti zake. Kwa kumbe Kiswahili kizuri cha helmet ni chapeo. Umeelewa helmet wewe mnaongea Kiingereza bila kujua. Alafu nasema yule anajiongelesha Kiingereza, wewe mbona unaita helmet? Mwambie jana yako atujiongeleshi. Ni mazoea tu. Hata wewe utazoea. Haleluya. The helmet of salvation. Asema vaeni na chapeo ya wokovu. Chapeo au kazi ya helmet au chapeo ni kwa ajili ya kulinda kichwa na vitu vyote vinavyohusiana na kichwa. Haleluya. Sasa chapeo zile helmet za vitani zina kitu kingine kimeshuka pembeni kwa ajili ya kulinda masikio. Na nielewa vizuri Na zingine unakuta kabisa zina kioo. Kile kioo cha hapa sio cha kawaida, kile ni kigumu pia kama chuma kingine. Kwa kile ni bullet proof, anaweza ikapigwa risasi ikadunda hapa. Helmet, chapeo. Sasa hiyo chapeo au helmet Paulo anaifanisha na wokovu, anasema vaeni chapeo ni wokovu. Kwa ili upigane hivi vita, hakikisha una wokovu. Maana yake una wokovu katika Bwana. Hapo silaha zote zinazohusiana na wokovu ziko hapo. Maana yake hata damu ya Yesu iko hapo. Funuo sura 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Maana yake kuna vitu hautavishinda kama hujampokea Yesu. Vita ni vingi, lakini ni wale waliona Yesu watakaoshinda. Haleluya! Haleluya! Kwa lazima uwe na wokovu wa Bwana. So including all the weapons. Kama hujaokoka, you are wasting your time. Kama hujaokoka unapoteza muda. Lazima uwe na wokovu. Mwambie jirani yako lazima uwe na wokovu. Sasa hapa I'm not talking to you. Hapo jua naongea na watu wengi, si ndio Najua wewe mpaka uko hapo umeokoka, si ndio Na kama hujaokoka leo utaokoka. Mwambie jirani yako neema ya wokovu iko hapa. Kwa moja ya silaha ni wokovu, anasema chapeo ya wokovu. So you need salvation. Haleluya. Haleluya. Huwezi ukapigana kama una wokovu. Silaha inayofuata ni nini? Upanga ambao ni nini? Haleluya. Haleluya. So you need what? The word of God. Anasema mkitoa upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Na Biblia inasema neno la Mungu ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Kwa kama upanga ulivyo katika ulimwengu wa mwili, neno la Mungu Biblia inasema ni zaidi ya upanga, kwa upanga wa roho. Ndio maana amesema upanga wa roho. Sasa kuna wenda wazimu siku hizi anawaambia watoto wa Mungu kwamba tunashindana vita, njoo na panga. Nani amewahi kuona vitu vya namna hii? Mwahi kuona watu wameenda kanisani na panga? Niliona. Njoo na panga. Tumeambiwa upanga ni wa roho. Yaani mpaka amekwambia kabisa upanga wa roho. Na Paulo alivyo mjanja, alijua kuna wajinga hapa watalichukua vibaya, ataenda na panga kanisani. Akasema kabisa ambao upanga wa roho ni nini? Ni neno la Mungu. The sword of the spirit is the word of God. It's not the physical sword.
The word of God, neno la Mungu linafananishwa na upanga wa Roho. Sema neno la Mungu ni upanga wa Roho. Kwa kwenye ulimwengu wa roho neno la Mungu ni upanga. Biblia inasema tena neno la Mungu li hai, tena lina nguvu kuliko upanga ukatao kuwili, tena linaweza wa kugawa mpaka mafuta na viungo na nafsi. Linaweza likatenganisha chochote. Neno la Mungu lina uwezo wa kupenya popote. Neno la Mungu, neno la Mungu ndio limeumba kila kitu, so you need it. The word of God. Neno la Mungu ndio lilikuumba. Anasema Yeremia, je, neno langu si kama moto na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? So neno la Mungu ni kama nyundo, anaifananisha sehemu nyingine. Lina uwezo. Lilikuwako kabla hujakuwako. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Yohana 1:1, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo huyo akifanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo limekuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. The word of God. Haleluya. Neno la Mungu ndio litakufanya ushinde dhambi. Daudi anasema katika Zaburi 119 mstari wa 9, jinsi gani kijana asafishe njia yake ni kwa kutii akifuata neno lako. Mstari 11 anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije kutenda dhambi. Neno la Mungu is so powerful to separate you from the sin. Lina uwezo wa kukutenga mpaka na dhambi. Hakikisha maisha yako yamejaa neno la Mungu. Ndicho Paulo anachotuambia kwamba ili mshinde hii vita lazima muwe na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu ni silaha. Na silaha zote ukiziangalia kwa ndani hizo alizoziorozesha, silaha zote nitakufafanulia vizuri baadaye, lakini silaha zote alizoziorozesha ni silaha za kujilinda au kujikinga. Ni silaha moja tu ya mashambulizi, inaitwa neno la Mungu. Unanielewa vizuri eh? Kwa kama una neno la Mungu la kutosha, hakuna namna unaweza kupigana na shetani, because you don't know. Neno la Mungu ndio maarifa ya Mungu, na Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Hosea 4:6. They are destroyed. Na Mungu anakiri kabisa, sema ni watu wangu, they are my people, but these people are destroyed for lack of knowledge. Hasemi ni watu wa shetani, hasemi wale watu anajinasibisha nao kabisa, anawaita watu wangu. Maanake hata yeye anasikitika kwa nini wanapigwa, kwa nini wanaangamizwa, lakini anasema ni kwa sababu wanakosa nini? Maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maanake hawajui maelekezo, hawajui instruction. Nimekwambia hata kama una silaha yoyote ile, lakini hujui namna ya kuitumia, tayari ni matatizo. Ile tu kwamba hujui, tayari ni matatizo. Unaweza ukawa na wokovu kabisa, umeokolewa kwa damu ya Yesu. Kwanza nao makanisani watu wameokoka, lakini maisha yake hayasadifu wokovu, hayafanani na wokovu. Kuokolewa manake kuna vitu lazima utengwe navyo. Lakini usipojua neno la Mungu, kuna mambo yataendelea yatakutabisha. Sema nakataa kutabishwa kwa jina la Yesu. Sasa kitakachokusaidia utembee kwenye nuru ya Yesu ni neno la Mungu ambalo amesema ni nuru. Daudi anasema Zaburi sura ya 119 mstari wa 105, anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zako. Neno ni nuru. Haleluya. Lakini kwa Yohana 1 anasema ndani yake lile neno ndimo mliokuwa uzima, na uzima ulikuwa nuru ya watu, na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Kwa hiyo ili giza lisikuweze, lazima uwe na nini? Na neno la Mungu ambalo ndilo nuru. Haleluya. Zaburi sura ya 82 mstari wa 5 anasema hawajui wala hawafahamu, kwa sababu hiyo utembea gizani. Hawajui wala hawafahamu, utembea gizani. Kwa usipokuwa na ujuzi wa neno la Mungu, manake wewe unatembea kwenye giza. Usipokuwa na neno la Mungu la kutosha, manake unatembea gizani. What instructions do you have about you? Neno la Mungu is your manual. Neno la Mungu ndilo linakuambia kusudi lako ni nini. Mwandishi mmoja wa vitabu alikuwa mtu mkuu sana wa Mungu, alikuwa anaitwa Dr. Myles Munroe. Anasema usipolijua kusudi utakuwa na matumizi mabaya. Usipojua kusudi la kitu, anatumia neno abuse. Anasema neno abuse maana yake inatokana maneno mawili ya Kiingereza, abnormal
and use, abnormal use. Usipojua kusudi la kitu utalitumia vibaya. Sasa kitu ambacho ni nini kitakwambia kusudi lako hapa duniani wewe? Ni neno la Mungu. Unapolisoma neno la Mungu linafananishwa na kioo. Unajitazama, unajiona kwamba kumbe mimi ni huyu na natakiwa hapa duniani niishi hivi. Haleluya, haleluya. Lakini pia kwenye kushindana vita vya giza, manake unalitumia neno la Mungu, unalitafakari neno la Mungu. Mungu anamwambia Yoshua, anamtuma ili awavushe Israeli. Katika Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 anamwambia kitabu hiki cha Torati, manake kitabu cha sheria yangu, kisiondoke kinywani mwako. Anamwambia bali ya tafakari maneno yake mchana na usiku, kisha ndipo utakapofanikiwa na kustawi. Kwa ili ustawi lazima ulitafakari neno la Bwana mchana na usiku. Na kaa kwenye lile neno, ponda unieti, litafakari. Kaa uanze kutafakari neno la Mungu. Hata kwenye matatizo tafakari neno la Bwana linakwambiaje. Haleluya, haleluya. Kila unachokitaka kimeandikwa kwenye neno. Kuna magonjwa yamekutabisha muda mrefu, tafuta neno la Mungu linalohusiana na uponyaji na afya ya kiungu. Anasema kwa kupigwa kwako sisi tumefanya nini? Tumepona. Isaya 53 mstari wa 5. Na inasema katika Zaburi sura ya 103 mstari wa 3, anasema kusamehe maovu yako yote, akuponya magonjwa yako yote. Kwenye ile hali ukijua neno la Mungu la uponyaji, wala uhitaji kwenda sijui kwa nabii gani akuwekee mikono ndio upone. Unaweza wewe mwenyewe ukakaa chini na kutafakari na ukashangaa ule ugonjwa umeyayuka. Mimi najaribu kukwambia maisha yangu mimi, tangu niamue kumkiri Yesu, magonjwa wanayasikia kwa wengine, na lazima uishi hivyo. Kuna afya inaitwa afya ya kiungu, na inawezekana kabisa kuishi hivyo. Nawaambiaga watu mfano, wewe umekuja ili umreflect Yesu, si ndio? Manake unaishi maisha ya Mungu, maisha ya mitume kama kina Petro. Unapokuwa unahubiri Injili, manake unaishi kama Yesu, si ndio? Sasa imagine unaenda kuambia watu Yesu anaokoa. Unaambia watu Yesu anaokoa wakati Yesu anaokoa. Ataambia akuokoe kwanza. Na nielewa vizuri? Au nilikuwa natoaga mfano kwamba imagine unakuta labda labda imeandikwa kwa Biblia, Yesu akawa ameenda Muhimbili hospitali, alikuwa anaumwa, yuko hoi. Huyo Yesu ungemfuata wewe? Would you follow that kind of Jesus? Yani aina hiyo ya Yesu. Haleluya. Neno la Mungu ndio litakupa uponyaji, litakupa vitu ambavyo unavitafuta. The word of God litakufanya ushinde vita hapa duniani. Neno la Mungu litafakari, liishi. Anasema katika Zaburi 1:1, Zaburi sura ya 1, anasema wenye haki wanafananishwa, anasema bali sheria yako ndio waishikayo, wanaishi kwa sheria ya Mungu. Anasema watafananishwa na mti uliopandwa kando ya nini? Kando ya mito, uzao matunda yake wakati wa ari. Kila wakati mti unazaa matunda yake. Kwa nini? Unatafakari neno la Bwana. Neno la Bwana umeliweka kwenye maisha yako. Haleluya. Wamekusonga sana, unasema hata vita vijapoinuka, unapitia magumu, unasema nijapopita katika bonde la mauti sitaogopa mabaya, kwa maana wewe u pamoja nami, gongo lako na fimbo lako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zako zitanifuata siku zote za maisha yangu. Hivyo ndivyo alivyokuwa Daudi. Mentality ya Daudi ilikuwa hivyo, na ndio maana alishinda vita vyote. Hata kwenye magumu aliendelea kukiri kwamba hata hapa yuko pamoja nami, kwenye hili bonde la uvuli wa mauti yuko pamoja nami. Haleluya! Ni silaha ya ngapi? Upanga wa Roho. Ya 6 ya 7 tumalizie ili kusudi tupate muda kidogo wa kuomba. Silaha ya mwisho inaitwa mstari wa 18, tusome kwa silaha zote. Jamani, ongeza kidogo sauti. Mstari wa 18, 1, 2, 3, twende. Haleluya. Mwambie jirani yako silaha ya mwisho ni maombi. Maombi kila wakati katika Roho. Maombi kila wakati katika Roho. Anasema kwa sala zote na maombi, kisha na kuomba kila wakati katika Roho, kiombea watakatifu. Unataka nikuhudumie vizuri,
nikupe neno la Bwana limeshiba. Are you praying for me? Unaniombea? Ni mara ngapi unatenga muda kwamba ngoja nimwombee mchungaji, ngoja niombe ili neno atakalolizungumza liguse maisha yangu? How many times? Neno la Mungu ni moja ya silaha. Wengi wanaishiaga silaha 6 hapo, wanaishiaga hiyo ya upanga wa rohoni, lakini silaha nyingine inaitwa inaitwa nini? Maombi, prayer. Na sio tu maombi, maombi katika roho. Maombi katika roho. Kuna tofauti ya maombi na maombi katika nini? Au amesemaje? Hebu tusome tena. Kwa sala zote na maombi mkisali wakati wote katika yes, kisali wakati wote katika roho, kikesha katika jambo hilo, mkisali wakati wote katika. Kwa hiyo jiulize, hizo sala zako, maombi yako ni katika roho? Is it in the spirit? Kuna tofauti kati ya maombi na maombi katika roho. Maombi katika roho manake ni maombi yaliyojaa neno la Mungu. Hausemi tu maneno matupu, maneno unayosema yanaambatana na neno la Mungu. Unaenda kumwambia Bwana ukiwa naongea neno la Mungu lina drop. Haleluya! Unamwambia Bwana niondolee mauti, lakini huku unasema sitakufa, nitaishi, niasimulie matendo makuu ya Bwana. Neno la Bwana limesema. Unaomba katika roho. Lakini kuomba katika roho pia anamaanisha kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha inaitwa lugha ya maombi. The prayer language. Kuna lugha kabisa tumepewa maalum inaitwa lugha ya maombi. Kwa kama hujawahi kujazwa Roho Mtakatifu, hujui kunena kwa lugha, tamani kunena kwa lugha. Na Bwana ameniambia kuna watu hawajawahi kujazwa Roho Mtakatifu, wiki ijayo mahali hapa watu watanena kwa lugha, sio kawaida. Mungu atajaza watu roho wake, sio kawaida. Tamani kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha kunaitwa kuomba katika roho. Manake hauombi kwa yale unayotaka, unaomba ukiongozwa na Roho Mtakatifu. Anasema maana tujui kuomba jinsi tupasavyo. Anasema naye Roho tuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa, kwa maana tujui kuomba jinsi itupasavyo. Kuomba wewe mwenyewe bila kusaidiwa na Roho, unaomba vibaya. Anasema mwaomba wala mpati kwa sababu naomba vibaya. Kwa kuomba kwa roho ni kuomba katika Roho Mtakatifu. Maana Roho Mtakatifu anakuongoza kuomba. Hauombi tu yale matakwa yako. Hauombi, kuna vitu unaweza ukaviomba kwa matakwa, kumbe Mungu hataki uombe hivyo. Kuna vitu vya ziada Mungu anataka uviombe. Unapoanza rama shanto rebobo seterebo shandara baradera barabo seketerebo, kuna kitu, manake kuna vitu ambavyo wewe unatamka bila kujua, ambavyo ni Roho Mtakatifu anavijua. Haleluya! Shangilia Roho Mtakatifu. Mungu wetu ni fundi, ndio. The most important language is not Arabic, is not English, is not Swahili, is not Congolese, is not French, is not Chinese. The most important language, the new languages, is speaking in tongues. Hallelujah. Ngoja nirudie kwa Kindengereko. Nasema hivi, lugha ya thamani ya muhimu kuliko lugha zote duniani sio Kichina, sio Kiingereza, sio Kiswahili, sio Kiarabu, sio Kispanish, bali ni kunena kwa lugha. Kwa tamani kunena kwa lugha. Kama unatamani Kiingereza, unatamani lugha nzuri, ndio, lakini sio ya muhimu sana kama Kiingereza. I mean kama kunena kwa lugha. The most important language. Mimi nimekulia kwenye Uislamu, nimesoma madrasa, nimesoma kabisa. Walimu wetu walikuwa wanatuambia ukishika hata neno moja la Kiarabu tayari una thawabu. Kumbe walikuwa wanatupanga. Walikuwa wanatupanga. Ingekuwa kushika neno moja la Kiarabu tayari una thawabu, basi Waarabu ndio wanatakiwa kwenda mbinguni sana. Lakini kuna Waarabu ni wazinzi, tena wazinzi hujawahi kuona. Wanapigia watu mpaka mitandaoni simu. Kuna dada zetu wanaenda Uarabuni, wanafia kule, wengine wanabakwa, wengine wanatendwa matendo mabaya, wanaingiliwa kinyume na maumbile kwa Waarabu kule. So Arabic is just a language. Ni lugha tu. Mwambie jirani yako ni lugha tu. Lugha ya thamani kuliko lugha yoyote ni lugha ya Mungu. And the language of the Lord is the light. Lugha ya Mungu ni nuru. Ukiwa unazungumza giza linatoweka. Haleluya! Jifunze kunena kwa lugha. Wakati mwingine kunena kwa lugha kutatatua matatizo ambayo hautajua yametatulikaje. Haleluya!
unaona kuna kitu kizito mwilini mwako, unasikia uzito, anza kunena kwa lugha. Jipe tu muda wewe, hata kama ukiambiwa sijui una kansa, sijui vidonda vya tumbo, sijui takataka gani, kama unaelewa hii teknolojia inayokuambia ukikaa chini jipe tu masaa hata mawili, unaanza kunena kwa lugha. Rama shanto rebarado rekebere rabando zeto ya barabando zete rika parando zete rebo shantaraba eko seperimantori ya baba shantereba rekepe soteria ba. Biblia inasema nenaye kwa lugha asemi na wanadamu, anasema na Mungu. Wanaendelea tu rama regedo shantereba yako setetere baba untaraba yekete rebabo sata yendero robo sharaba baba sentereba yerebo satara. Hata wewe mwenyewe ujielewe unaongea vitu gani, lakini kwenye ulimwengu wa roho unaeleweka. Yaani Mungu anakuelewa na anasema neno kwa lugha semi na watu. Hata nafsi yako pia sema, hata akili zako mwenyewe hazina faida, hazina matunda, unaendelea kunena raba soto raba sata. Wakati unanena akili yako imekaa juu ya ule ugonjwa, imekaa juu ya ile kansa, imekaa juu ya ule ukimwi, imekaa juu sijui tatizo gani, unanena tu rama mama sonta. Baada ya muda utashangaa wanakuambia umetokea muujiza. Sio muujiza, ni kanuni. Haleluya! Kunena kwa lugha. Mwambie jirani yako kunena kwa lugha. Na ngapi anatamani kunena kwa lugha? Rama sonta rabai. Mungu atakupa hivyo viwango kwa jina la Yesu. Mungu atakupa hivyo viwango kwa jina la Yesu. Na kwa sababu unatamani kunena kwa lugha, kuna watu hawajawahi kunena, leo utanena hapa kwa jina la Yesu. Kira mama sonte ya bararo. Sasa hizo silaha zote naona roho wa Mungu tayari anatembea mahali hapa. Hizo silaha zote nilizokuambia, ukisoma hizo silaha zote 6 zilizotangulia, 5 zilizotangulia kabla ya neno la Mungu, zote ni silaha za kujikinga. Tunaziita defensive weapons. Defensive au preventive weapons, manake ni silaha za kujikinga, sio za kushambulia. Lakini kwenye silaha zote iko silaha moja tu inaitwa neno la Mungu. Hiyo ndio silaha ya mashambulizi, offensive weapons. Kwa maana nyingine anatuambia nini? Anatuambia nini? Kama una silaha za kujilinda, usijaribu kushindana na shetani. Ndio maana kuna walokole wengi utakuta toka shetani ondoka na kupiga, maisha yake yamepigwa kwa sababu amejaribu kushindana na shetani, lakini ana defensive nini? Weapons. Ana silaha za kujikinga. Hana maarifa, hana neno la, lakini kadiri unavyojaa nguvu na neno la Mungu, hata ukiomba shetani hawezi kufanya kitu. Na usipoomba of course kushambulia, kuna vitu hautavipata kwenye maisha. Haleluya! Lakini hakikisha kabla hujaomba hizi defensive weapons zote unazo. Silaha zote za kujihami, za kujikinga unazo. Haleluya! Simama kwa miguu yako tuombe. Mchana wa leo katika jina la Yesu. Raba sonte de bararush. Raba baba sonta. Raba baba soto.